Karibu tena katika channel yetu ya Elimika. Leo tumekuletea video hii inayohusu majina na mambo muhimu yote ya kuzingatia kwa wale wote walioitwa katika usaili. Hivyo usisahau kusubscribe, kushare, kucomment kwa kwanza endapo tutafanya update mbalimbali zinazohusu ajira pamoja na elimu. Kama tunavyoona katika screen yetu, hii ni tangazo leo tarehe 3 Disemba 2025. Katika tangazo hili nasema kwamba tangazo la kuitwa kwenye usaili. Matangazo ama PDF za matangazo mbalimbali ya kuitwa kwenye usaili kwa siku ya tarehe 3 tayari PDF 3 mpaka sasa hivi zimeshatangazwa na zinapatikana katika tovuti ya Secretariat ya Ajira Portal katika utumishi wa umma. Sasa katika video hii nitazungumzia ama nitarejea kile kilichoorodheshwa na kinapaswa kuzingatiwa kwa wale wote walioitwa kwenye usaili. Tangazo hili linahusu walimu, mafundi pamoja na kada ya afya. Kwa hiyo video iliyopita nilizungumzia majina na jinsi ya kuangalia majina hayo, lakini katika video hii nitazungumzia mambo kadhaa na nitaanza kusoma hapa. Wasailiwa wanaoitwa kwenye usaili wanapaswa kuzingatia maelekezo yafuatayo. Namba 1, nasema kwamba usaili utafanyika kuanzia tarehe kama ilivyoorodheshwa kwenye tangazo hili. Muda na sehemu ambapo usaili utafanyika umeainishwa kwa kila kada. Kwa hiyo hili jambo la kwanza la kuzingatia. Unapaswa kujua usaili unafanyika wapi na tarehe gani, na kwa kuongezea pia muda ambao usaili utaanza. Na utakapokuwa unashuka chini, basi utaweza kuona jedwali ambalo linaonyesha mahali pa usaili, muda utakaofanyika, kada na maelekezo mafupi yanayohusu usaili huo. Na pia unaweza kupata taarifa hii kupitia akaunti yako ya Ajira Portal uliyoombea ama kutuma maombi. Utakwenda pale, utaona tarehe uliopangiwa kwenye usaili. Kwa kubonyeza button ya timetable itakuonyesha tarehe ya usaili wako. Lakini pia namba 2 nasema kwamba kila msailiwa anatakiwa kufika kwenye eneo la usaili akiwa amevaa barakoa na mask. Hii ni jambo la pili kuzingatia. Jambo la 3, kila msailiwa anapaswa kuwa na kitambulisho kwa ajili ya utambuzi. Sasa hapa kwenye kitambulisho wameorodhesha vitambulisho ambavyo vinahitajika kwa ajili ya utambuzi. Jambo la kusisitiza ni kwamba hautaruhusiwa kufanya usaili kama hautakuwa na kitambulisho ama utambulisho wa aina yoyote ile. Kwa hiyo unapaswa kuzingatia wakati unaandaa dokumenti zako, basi hakikisha kwamba kitambulisho kinapatikana ama unakiweka katika sehemu ambayo hautakisahau siku ya usaili. Na vitambulisho wameorodhesha cha mkazi, mpiga kura, cha uraia, hati ya usafiri, leseni ya udereva pamoja na barua ya utambulisho kutoka serikali ya mtaa. Sasa hapa ukikosa vyote, hii itakuwa ni makusudi na sio bahati mbaya. Labda pale itakapotokea umekisahau, labda wakati wa safari kuelekea katika kituo, kwa haraka umekisahau labda ni mezani. Lakini ukisema kwamba umekosa, basi itakuwa ni uzembe, kwa sababu ukikosa vitambulisho vyote hivyo bado umeambiwa kwamba unaweza kupata barua ya utambulisho kutoka kwa serikali ya mtaa. Na katika barua kitu cha kuzingatia ni kwamba baada ya kupewa ile kopi ya barua ambao mwenyekiti ama serikali ya mtaa wataonyesha pale kwamba ni mkazi wa eneo hilo, hakikisha kwamba anapiga muhuri katika passport size ambayo utaiweka katika barua hiyo. Tukienda namba 4, hii inaeleza kwamba unapaswa kufika wewe msailiwa na vyeti halisi. Wakati tunatuma maombi, tuli-upload vyeti vyetu ambavyo vimepigwa muhuri wa mwanasheria. Sasa zile ni copy. Sasa kwenye usaili unatakiwa kwenda na hard copy, sio soft copy. Unatakiwa kuwa na hard copy ya cheti chochote kile ambacho kilihusishwa wakati wa uombaji ama wakati unatuma maombi.
kile original na sio copy yake. Usije ukatoa copy ukaenda nacho kama hard copy lakini sio original. Unatakiwa cheti halisi ama original ndio unapaswa kwenda nacho. Vyeti hivyo wameorodhesha kwamba cha kuzaliwa, kidato cha 4, cha 6 pamoja na kuendelea kulingana na ile elimu ambayo wewe uliombea nafasi hiyo. Lakini pia wasailiwa watakao wasilisha hii testimonies pamoja na provisional result, statement of result, nasema kwamba hati za matokeo za kidato cha 4 na 6 result slip havitakubaliwa. Kama tulivyoona namba 4 amesema vyeti na sio testimonies, provisional result ama hizo result slip za form 4 pamoja na form 6 hawa hawatasikilizwa. Kwa kada ambazo wanatakiwa kusajiliwa na bodi za taaluma, wanapaswa kuwa na vyeti vyao halisia pia vya usaili pamoja na license za kufanyia kazi. Kwa hiyo kama wewe kada ambayo upo na wewe kwenye usaili inahitaji, basi unaweza kuzingatia hiyo pointi. Lakini namba 7 nasema kila msailiwa atajigharamia chakula, usafiri na malazi. Aidha kila msailiwa anapaswa kuhudhuria katika usaili akiwa na mavazi nadhifu na yenye stara. Nadhani hapo ameshaorodhesha na ameshaelezea vizuri kwamba utajigharamia mwenyewe katika upande wa chakula, usafiri na malazi. Lakini pia mavazi ni jambo ambalo pia limezingatiwa. Hakikisha kwamba unavaa vizuri, na hii pia itakuongezea wewe credit za kuweza kupata marks wakati uko katika mbele ya panel. Amesema pia kwa wasailiwa waliosoma nje ya Tanzania wahakikishe vyeti vyao vimehakikiwa na kuidhinishwa na mamlaka husika kama TCU, NACTIVATE pamoja na NECTA. Hii inajieleza wasailiwa ambao hawajaona majina yao kwenye tangazo hili wanapaswa kuingia kwenye akaunti zao za ajira portal. Kwa hiyo kwa wale ambao hawajaona majina yao katika tangazo hili wasikate tamaa, waendelee kuangalia update katika akaunti zao, kwa sababu kuna uwezekano kuna majina yametolewa leo lakini kuna majina kadri muda unavyozidi kwenda yanapakiwa katika akaunti zao. Kwa wanaweza kupata update kupitia akaunti zao za ajira portal. Utaenda katika my application na pale utaona kama umekuwa shortlisted ama not shortlisted. Kwa hiyo utaangalia pale. Wasailiwa wote walioitwa kwenye usaili wahakikishe wanaingia kwenye akaunti zao na kunakili namba za usaili. Sasa hii ni jambo muhimu sana la kuzingatia. Kwa wewe ambao umeitwa kwenye usaili, kuna namba ambazo unapewa namba yako ya usaili. Kwa hiyo utakapofika katika mahali ulipopangiwa usaili, kila mmoja atakuwa na namba yake. Ukifika pale ile inakuwa kama ndo namba yako ya utambulisho na sio majina yako. Kwa hiyo unapaswa kuzingatia kuikopi na kukopi pia na email yako pamoja na password. Pia wameongezea kusema kwamba aidha wasailiwa watakaofanya usaili wa mchujo kwa njia ya mtandao. Kuna wale ambao watafanya kwa njia ya mtandao online kama walivyozungumzia katika tangazo hili. Tutaona huko chini kwamba kuna ambao watafanya katika mtandao. Kwa hiyo utapaswa kukumbuka email na password zao kama alivyoeleza. Wasailiwa ambao majina yao yanatofautiana katika nyaraka zao wanapaswa kuwasilisha hati ya kiapo cha kubadili jina Deedpoll iliyosajiliwa na Wizara ya Ardhi. Kwa hiyo wewe ambaye majina yako yamepishana, changamoto ya majina ilikosewa labda, basi unapaswa kuzingatia kuwa na Deedpoll ili kuweza kukubaliwa na kufanya usaili. Kama tunavyoona jedwali letu liko kama hivi tunavyoona. Hii ni ratiba usaili wa mahojiano kwa wale waliopangiwa tu oral interview. Kama walimu wa physics ya wamepangiwa oral interview daraja la 3B au ni diploma. Tarehe tunaona hapo pamoja na mahali. Hivyo hivyo kwa wengine kama tunavyoona. Kwa hiyo utakapo PDF hii ya majina utaipata katika description. Karibu tena, zingatia hayo ambayo tumeyazungumza ili